Kama vile mimi najuavyo ya kwamba wamepata matatizo mengi sana hapa katika eneo la Pwani, ya kwamba uchumi wao umevamiwa na familia moja na wananchi wamehangaika. Badali ya Mombasa ambaye ndio nasaidia wakaaji wa Mombasa ilisimama, lakini swali kubwa ni je, maneno ya Rigathi Gachagua jana yalikuwa mwanzo na mwelekeo mpya wa kisiasa au yalikuwa risasi nyingi kali kuelekea uchaguzi wa 2027? Kila alichosema kilionekana kulenga moja kwa moja uongozi wa serikali, huku maelfu ya watu waliokuwa pamoja na yeye wakishangilia na kufurahia. Bila kusita, leo tutachambua kwa kina ujumbe wake, maana yake ya kisiasa na athari ambazo zinaweza kubadilisha mchezo wa siasa za Kenya. Usiondoke kwa sasa, sababu kila dakika ya uchambuzi huu ni jambo muhimu la kufahamu. Kuwa pamoja na sisi hapa, na wakati mwingine msikilizaji unasahau kusubscribe, unawatch unasahau kushare, na kuomba uweze kulike na kusubscribe tuweze kuwa pamoja, naweza kuwa na mimi mpaka mwisho wa kanda hii. Rigathi Gachagua jana ameweza kukua katika mji wa Mombasa. Ameweza kukutana na kikundi kimoja cha watu wa Mijikenda. Watu wa Mijikenda waliokuwa ni viongozi wa kabila 9 za Mijikenda ndio walioweza kumwalika Rigathi Gachagua, kwa sababu wanasema wanaona Rigathi Gachagua ndiye ndio wako na mwenendo sawia unaoendezana na mafikira yao na mambo yao vile wao wanataka. Na tumeshikana na wale ambao kwa hakika tumeangalia hali ilivyo Kenya, msimamo wao ni sawasawa na wetu. Sisi sote tutafanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na wengine wote wale ambao wanakuwa pamoja, united opposition. Na wazee hao waliweza kumweleza Rigathi Gachagua ya kwamba wameweza kunyanyaswa na serikali ya William Samoei Ruto. Walisema ya kwamba bandari yao ya Mombasani imeweza kuchukuliwa na hiyo familia ya William Ruto. Wakasema madini yao ambayo ni minerals kwa lugha ya Kimombo pia imeweza kuchukuliwa, na wakasema tena Mombasani wameweza kuharibika na kuharibiwa na mmoja wa kiongozi ambaye anauza na madawa za kulevya. Je, hii mambo yaliyoongolewa jana na akina Gachagua waliweza kuketi chini wakaweza kuongea, wakasema hivi. Kama vile mimi najuavyo ya kwamba wamepata matatizo mengi sana hapa katika eneo la Pwani, ya kwamba uchumi wao umevamiwa na familia moja na wananchi wamehangaika. Badali ya Mombasa ambaye ndio nasaidia wakaaji wa Pwani, hasa hao Mijikenda, imenyakuliwa na familia moja, na sasa tunaongea inaendelea kuuzwa. Kwa hivyo hii jamii inahangaika sana. Number 2, mambo ya madawa ya kulevya katika Pwani. Familia moja ndio inauza madawa ya kulevya, na hao ni washirika wa karibu wa Rais William Ruto, na watoto wa sehemu hii wamehangaika sana, na hii jamii karibu napoteza an entire generation. Tumezungumza pia mambo ya ranches ambaye imevamiwa na serikali ya William Ruto, ambaye inachukuliwa kihorera na wakaaji hawana la kufanya. Pia tumeongea mambo ya madini pale Mlima Hills na pahali kwingineko ambaye iko na madini ambaye Mwenyezi Mungu alitunukia wakaaji hapa wajisaidie nayo bila kuwalipisha. Hayo madini yote imenyakuliwa na serikali. Kwa hivyo tumezungumza kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba lazima tukae pamoja, na hao my cousins wameniuliza tutembee pamoja na wale my cousins wengine, tukiangazia kukomboa nchi yetu na hasa kutafuta heshima ya jamii ya Mijikenda. Waliweza kusema hivi hao viongozi wa Mombasani. Walisema ya kwamba serikali iliyoko mamlakani sasa hivi imeweza kuwanyanyasa sana na hawana mahali pa kukimbilia. Watu wao waliangalia wakaona Gachagua peke yake ndiye anayeweza kuwasaidia kutoka mahali walipo. Wakasema wataweza kuungana na ndugu zao ambao ni kabila la Wakikuyu ama la Mlima. Sisi
tulijiunga sawa sawa, na alikuwa tunaomba siku ambapo tutakuwa tunashikana na ndugu zetu kutoka sehemu zingine za Kenya kwa kuangalia maendeleo ya Kenya, maendeleo ya kila hali ya uchumi, ya siasa na mambo mengi kadha wa kadha. Nasema ni siku muhimu kwa sababu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Rigathi Gachagua yuko hapa kutoka jamii ya ndugu zetu wa Mlima Mount Kenya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi tumeongea, tumesikizana, tumeelewana kuwa tunasonga mbele kama kitu kimoja kwa mambo ya uchumi, mambo ya siasa, mambo ya udugu, mambo kamili ambayo yataleta manufaa kwa sisi jamii ya Mijikenda pamoja na ndugu zetu wengine watakuja, lakini kwa sasa tunasema na ndugu zetu wa kutoka kwa Mlima, wa Kikuyu, wa Meru, wa Embu, wote hao, wa Tharaka, wote tumekubali na tunatembea pamoja na wao na hakuna kurudi nyuma, na ni sisi Mijikenda sote ambao tuko tayari. William Ruto naye yuko pia siasani. How I can advise Mr. President William Ruto? Mimi naweza mwambia hao watu wa opposition yaachane na wao kabisa. Aache mambo na abduction, aache mambo na kuwatesa, aache mambo na kuwarudishia. Na afanye kazi vizuri. Aone kama wananchi hawatamrudisha. Ajaribu tu kufanya kazi. Lakini wakati anaendelea kupiga kelele na hao wananchi wakipiga kelele, hiyo ndio furaha ya opposition. That is a free advice from a small boy, kijana mdogo, to President William Ruto. So, vijana nao wameamua ya kwamba yeyote anayeimba wimbo one time, yeyote ambaye anaimba wimbo wa kumtoa Rais William Ruto, wako pamoja na yeye. Akuwe ni mzee, akuwe ni kijana, wako pamoja na yeye. Sasa ndio nauliza hivi. In Kenya, we have more than 12,000 Gen Z. William Ruto atapitia wapi? William Ruto atapitia wapi? Hilo ndilo swali kuu. Mimi simchukii, lakini ile matendo anafanya ndio nachukia. For example, wakati Rigathi Gachagua alienda Mombasani, walisema ya kwamba kuna familia chache ambazo zinafaidika na hii serikali. Akaanza na familia ya William Samoei Ruto. Kwa mtazamo wangu mwananchi ama mtazamaji, mimi naomba tuweze kukua pamoja, tuweze kuungana pamoja. Pamoja na viongozi wetu ambao wanatuunga mkono. Lakini tena tukichaguana 2027, tuweze kuchaguana kwa akili. Sababu tukienda kuchaguana ovyo ovyo, we must cry again for another 5 good years. Kwani sisi Kenya tutaishi kulia? Kwa hiyo mtazamaji, tunapowafuatilia hata wao wanasiasa, tujue tunafuatilia kina nani. I can advise all Gen Zs, let them choose a different person. We can replace a person different from William Samoei Ruto na tuteseke zaidi. Let me tell you the truth. That is a full advice. Tunaweza replace mtu tumseme tunamtoa William Ruto na tuteseke zaidi. Kwa hivyo kama tunamtoa, tumtoe, tuweke yule mtu ambaye tunaona ndiye atatusaidia. Kama ni Sifuna, tuweke Sifuna. Na kama ni Sifuna, ni Sifuna. Kama ni Kalonzo, ni Kalonzo. Kama ni Matiang'i, ni Matiang'i. Na kama ni Rigathi Gachagua, mweke Rigathi Gachagua. Lakini tuchunge, tusilie kama tunavyolia sasa hivi. Kuna msemo wako tunasemanga, ama turuke mkonjo tukanyange kinyesi. That is a free advice. So, tunaweza ruka mkonjo tukanyange kinyesi tukifikiria kwamba tunachagua uongozi mwema eti sababu tumekasirika ni one time. Yes, ni one time, lakini tuchague kiongozi ambaye si zaidi ya hii one time. At least a person we can control.
At least a person who can listen us. Yes. Mtu ambaye atatusikiza na maslahi yetu atasikia. Kwa hivyo mtazamaji, na kuomba tuweze kuonyesha umoja na undugu pamoja. Mapigano ya wananchi yanayoenezwa na viongozi wetu tuachane. Nashukuru tena mtazamaji kwa kuwa pamoja na mimi mpaka mwisho wa kanda hii. Kama umesahau kusubscribe na kulike video, tafadhali like, sababu tunaenda kuachilia video nyingine hewani, ili tutakapokuwa tukiachilia habari zetu kaweze kuzipata na kuweza kulike. Tafadhali naomba support yako.